sehemu ya mwisho kwa aina yote, kwa mitindo yote ya ushambuliaji. Kwa hiyo kila mtindo ambao ukija basi tupate nafasi tunafunga. Sawa. Kwa namna sasa mchezo huu umetamatika kwa kila ambacho mmekishuhudia, lakini na baadhi ya mapungufu ambayo tumeona. Mchezo ujao pia nadhani mtoka nyumbani. Mnaenda kurekebisha kitu gani katika hilo mwalimu? Kiufundi kuna vitu vingi vimetokea kwenye mchezo tumeweza kuona. Kwa hiyo tayari tutapata siku ya kufanya solve problem ya last game. Kwa hiyo tutakuja siku ya pili kujiandaa kwa mchezo unaofuata. Kwa hiyo lazima tupate time ya kuweza kusolve matatizo ambayo yametokea kwenye mchezo huu. Alafu siku inayofuata ni kujiandaa na mchezo unaofuata. Tathmini yako ya ligi unaionaje mpaka sasa hivi tukimelejea hapa tuanze? Ya ligi ni ngumu, timu zimejiandaa. Kwanza ukiangalia timu nyingi zimefanya usajili mzuri na zimejiandaa. Ukiangalia Mbeya City imekuja mabadiliko makubwa, imetoka championship imepanda. Ukiangalia sasa hivi inafanya vizuri. Timu nyingi ukiangalia Mtibwa, ukiangalia wapi, ni timu nyingi zimejiandaa. Kwa hiyo usipojiandaa na wewe vizuri na maana hata nyumbani unaweza kupoteza. Kwa hiyo unakuta kupata ushindi mdogo pia lazima ni sehemu ambayo lazima itatokea, kwa sababu kulingana na timu zinavyokuja kwenye maandalizi mazuri. Kwa hiyo ligi imekuwa ngumu, ushindani umekuwa mkubwa. Kwa hiyo kikubwa ni kujiandaa, kuweka mikakati mizuri kuweza kupata pointi 3 kila mchezo. Neno lako kwa Watanganyika ambao waangalau wamejitokeza kutazama mchezo, unawaambiaje? Kwanza nimefurahi kuwaona na nawapongeza kwa hilo, lakini pia vile ni wakaribishe mechi ijayo tarehe 28 Ijumaa. Tutakuwa tuna mechi hapa na Dodoma. Kwa hiyo waje kwa wingi kutusupport, kwa sababu tunategemea wao kuja kwao, sisi tunapata hamasa kubwa ya kufanya kazi katika uwanja wa mazoezi, kwa hiyo uwanja wa mechi. Kwa hiyo tunaomba waje kwa wingi. Asante sana. Tumaliza.